Kuna watu wanasema, je, kama lazima ubatizwe ndio uingie mbinguni, kwani yule mwizi msalabani alibatizwa? Kubadilisha jina au kutokubadilisha jina kunategemea na maana ya jina. Kuna majina mengine yanabadilisha laana, nuksi, mikosi. Kwa mfano, mtu batizwe Marwa, maana yake pombe. Yaani, ewe pombe, na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Au unaitwa shida, ewe shida, si ndio zinakufuata kabisa? Kwenye ubatizo watu wanaweza kutumia njia mbalimbali, lakini ni vizuri kutumia njia ya kimungu, kufanya kila jambo. Tunapotaka kubatiza watu, tutumie njia ya kimungu iliyoandikwa na Mungu. Tunapotaka kufungisha ndoa, tutumie njia ya kimungu. Tunapotaka kubariki nyumba, tutumie njia ya kimungu iliyoandikwa, sio kujitungia. Tunapotaka kuchumbia, vile vile njia ya kimungu. Kwa hata kwenye swala la ubatizo ni muhimu sana kutumia njia ya kimungu. Na kwa namna hiyo ni vizuri kujifunza kwamba mtu anaweza kuhukumiwa kwa sababu ametumia njia sio ya kimungu. Nisikilize vizuri. Ukristo kimsingi ni kuwa wanafunzi wa Yesu. Hebu sema wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo Mkristo yote ili ufike mbinguni unatakiwa uitwe mtii. Unatii nini? Unatii neno la Mungu. Hata mimi najifunza kila wakati tena na tena kuwa mtii wa neno la Mungu. Kwa hiyo kutokutii Biblia kwa namna yoyote ile ni uasi. Kumbe Ukristo hasa ni kutii aliyosema Bwana. Ndio maana ya Ukristo, is to obey. Na Biblia inasema waziwazi, usipotii aliyoyasema Mungu, wewe ni muasi mbele za Mungu. Warumi sura ya 6 na mstari wa 4. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Mstari unaofuata, ule mstari wa 5. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaungana naye kwa mfano wa kufufuka kwake. Tumezikwa pamoja naye, tunafufuka pamoja naye, tunazikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo. Hiyo ndiyo maana ya ubatizo. Ubatizo maana yake ni kuitangazia dunia. Rafiki wangu mliokuwa mnanijua, nilikuwa mlevi, nilikuwa muongo, ninawatangazia dunia yote hadharani. Leo, tarehe ya leo, sasa ninakufa katika mambo ya ujanja wa dunia hii, kulogwa, kuharibu mimba, kuzaa watoto waliokufa, balaa, mikosi, kutangatanga, kulaniwa. Nimezikwa leo, nimekufa leo. Hili ndilo kaburi langu. Nawatangazia rafiki zangu wote, sipatikani tena, ninafufuka katika upya wa maisha katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo, je, unapobatizwa ubadilishe jina? Tunasema kwamba kuna majina ya Kikristo, lakini ukweli wa kibiblia kwamba hakuna jina la Kikristo. Majina tulionayo ni majina ya Wayahudi. Hebu sema ya Wayahudi. Kwa mfano, Simoni, Petro, Bartolomayo, Isaka. Na kwa sababu ya mila ya Kiyahudi imekubalika na Mungu kama mila ya kitakatifu, ndiyo maana tunayatumia hayo majina kama majina ya mbinguni. Lakini cha muhimu sana ni maana ya jina, sio jina la Kiyahudi. Cha muhimu ni maana ya jina. Hebu sema maana ya jina. Majina kama shida, tabu, sikitu, sikudhani na mengine ya Kiruga, balashika, siwema, siwaoni, majina mbalimbali, Penina. Maana ya jina ndiyo ya muhimu sana kuliko hata majina mengine. Unakuta kwa mfano Nyanzara ni mtu wa njaa, Nyanzira amezaliwa njiani, Mayila ni mtu wa kuzaliwa njiani. Majina, lile jina ulinolala utaishia hivyo hivyo, utavuka zaidi ya jina lako hata kama ufanyeje. Jina ulilonalo, hebu sema kwa jina la Yesu ninakataa jina lililopinda ambayo nimepewa kwenye maisha yangu, ninalikataa
Rudia tena, nalikataa. 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 Nakuta watu wana majina kama Linda. Linda maana yake joka. Mtu ana majina kama Maimuna. Maimuna maana yake ni jini jike. Mtu ana majina ya ajabu ajabu, yani ambayo anaibukia tu. Ana majina kama Mdimi. Mdimi ni mizimu ya watu wa Sumbawanga. Ana majina kama Katabi. Ni vizuri yajue majina hayo. Usiibukie jina. Cha muhimu sio jina la Kiyahudi, ni jina lolote lenye maana nzuri. Na nielewa jina linaweza kuwa la Kinyakyusa. Unaona, la Kinyakyusa. Kwa mfano kwa Wanyakyusa wenzetu wana bahati sana. Na wale watu wa Moshi, Arusha wana bahati kwamba wamishonari walifika kule mapema. Kwa hiyo majina yao yanakuwa yanatokana na Mungu. Nenda kule kwetu Kuliani, nenda kule kwetu Mwanza, utaona majina mpaka unashika kichwa, unashangaa, unapiga kichwa kwanza. Lakini kwa Wanyakyusa utaona kwa mfano Atuganile. Atuganile maana yake nini? Anatupenda. Jina la Kinyakyusa Atuganile maana yake Mungu anatupenda. Jina kwa mfano Gwandumi Gwakyara maana yake mjumbe wa Mungu. Jina kwa mfano Mbakisye. Mbakisye. Majina ya kimungu. Unaweza kubatizwa jina hilo. Cha muhimu ni maana yake. Liwe la Kiswahili, liwe la Kinyaturu, liwe la Kizinza. Hiyo ndiyo maneno ya kweli ya Mungu. Usidanganywe na mtu mpaka uwe Simoni ndio umeokoka. Maana ya jina ndiyo ya muhimu. Nataka nisikie mtu anasema amen. Kwa hiyo kama jina lako maana yake ni nzuri, hata hakuna haja ya kulibadilisha. Lakini kuna majina mengine yanabadilisha laana, nuksi, mikosi. Kwa mfano mtu batizwe Marwa, maana yake pombe. Yani ewe pombe, na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Au unaitwa Shida, ewe Shida. Si ndio zinakufuata kabisa? Kwa hiyo unaangalia maana ya jina. Muulize wenzako, unajua maana ya jina lako? Lakini kule kwetu kule Moshi walitengeneza majina mazuri. Eli Huruma, Mungu wa huruma. Unaona, Eli Bariki, Mungu wa baraka. Eli Neema, Mungu wa neema. Eli Hakimu. Eli Sifa Eli. Majina Eli, neno Eli maana yake ni Mungu. Eli Shaddai, Eli Shama, Eli Gibo, Eli Yolama. Eli maana yake Mungu. Eli Gibo maana yake Mungu mwenye nguvu. Elishama, Mungu yuko hapa. Eliolama, Mungu yuko juu sana. Mikadeshi, yani Eli, wakaunganisha Eli Huruma, Eli Rafa, Eli Shama, Eli. Majina mazuri haya. Tumpigie Mungu makofi kwa ajili ya majina hayo. Unaweza kubatizwa. Lakini sehemu za kwetu kule Mwanza tuna majina yamepinda sana. Unakuta jina inaitwa Nchabojiku. Nchabojiku maana yake mtu wa kufa usiku, wa kufariki usiku. Unakuta mtu anaitwa Iponya Makalai. Yani jina ukilisikia mpaka mwenyewe unasikia, lakini mtu anaitwa jina hilo. Kuna majina mengine hata kuyatamka siwezi kuyatamka. Yani kuna majina hayo yanaleta laana, sababu jina la kitu ni kitu chenyewe. Kwa hiyo kubadilisha jina au kutokubadilisha jina kunategemea na maana ya jina. Muulize mwenzako sasa, unajua maana ya jina lako? Unajua maana ya jina lako? Sasa kwa hiyo kubadilisha jina, ndio maana mtu anapotaka kubatizwa, mimi huwa napenda nikae na mtu ninayembatiza, aniambie jina lake na mimi nimwambie hii jina baya utakesha nalo.
Siku moja tulikuwa tunabatiza, mtu mmoja anakuja pale kubatiza, akaninong'oneza, jina lako, mimi nataka nimbatize. Nikamuuliza, mwanangu, jina jipya unataka kupata jipya, unataka kupata jipya, jina lako nani? Akaniambia Maimuna. Kuna majina yana maana nzuri tu. Kwa mfano majina mengine ya Kiislamu, kwa mfano Abu, Kiarabu Abu maana yake baba, Bakari bikira. Kwa hiyo Abu Bakari maana yake baba wa bikira. Wewe ni baba wa bikira wewe? Unaelewa Abdul. Hata sisemi kwa sababu kuna watu watanuna, lakini maana ya jina ndio ya muhimu sana. Amen, amen. Amen, amen. Jina unaloitwa utaliishi. Muulize mwenzako, jina lako nani? Kuna watu wengine tabu yao, magonjwa yao, dhiki yako, umaskini wako, kukataliwa na watu, kuchumbiwa na kuachwa, kuvunja ndoa, kuharibu biashara, kukataliwa na watu, mikosi ulionayo kwa sababu ya jina ulilonalo. Jina la kitu ni kitu chenyewe. Nasoma maandiko matakatifu. Kwa mfano, unaona, ndipo Hana akazaa mtoto wake wa kwanza kifungua mimba, akamwita jina lake Samueli, akisema, ni kwa sababu nalimpata kutokea kwa Bwana. Unaona, Biblia inasema, ndipo Yusufu akapata mtoto wake wa kwanza kifungua mimba, akamwita jina lake Manase, akisema, Bwana amenisahaulisha machungu ya maisha yangu. Ndipo Yusufu akapata mtoto wake wa pili, akamwita Efraimu, akisema, Mungu amenipa matunda hata katikati ya watesi wangu. Mungu akupe matunda hata katikati ya wanaokutesa kwa jina la Yesu. Waliokudhalau kwenye ukoo, waliokupuuza kwenye ukoo kwa sababu huna kazi, kwa sababu hujasoma, kwa sababu umefilisika. Ulisaidia watu wengi sana kwenye familia yenu, umewasomesha wadogo zako, umewasomesha kila mtu, umemleta mjini, leo wamekudhalau. Naamuru katika jina la Yesu, Mungu akupe matunda tena katikati ya watesi wako. Mungu akupe matunda tena katikati ya waliokudhalau. Kama unaamini sema amen. Kwa hiyo jina la kitu ni kitu chenyewe. Unaelewa? Ukiitwa Makoye, Makoye yatakufuata. Ukiitwa Mayunga, kwa Wasukuma maana yake njaa, Mayunga yatakufuata. Ukiitwa Masanja, kwa Wasukuma maana yake ni jioni, maana yake maisha yako ni jioni. Kwa Wakuria ukiitwa Butiku maana yake ni usiku, maana yake ni usiku tu. Kwetu sisi Wakuria ukiitwa Marwa maana yake pombe, mambo yako ni pombe tu. Ukiitwa Magesa maana yake mavuno. Ukiitwa Mayala maana yake njaa. Ukiitwa Mzilai, nisiseme watu wasije wakakasirika, lakini jina la kitu ni kitu chenyewe. Ukiitwa Mnyani maana yake mambo yanakufuata. Jina la mtu na maisha yake vinafanana. Biblia inasema waziwazi, Yabesi akasema. Yabesi alizaliwa, mama yake akamwita Yabesi akisema, ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli, akasema, lau Bwana utaniongezea kweli kweli, unizidishie hozi yangu na unilinde na mabaya, ili asije kuwa kwa huzuni yangu. Na Bwana akamjalia aliyosema. Yabesi alianza kwa huzuni, maana jina lake anaitwa huzuni. Baadaye Mungu akamgeuza akawa mwenye heshima kuliko ndugu zake wote. Ninakuona wewe uliyepuuzwa, wewe uliyedharauliwa kati ya ndugu zako wote. Mungu anasema na mimi kwamba ulianza kwa huzuni, utamaliza ukiwa mwenye heshima kuliko ndugu zako wote. Ulianza kwa machozi, utamaliza kwa kicheko. Haijalishi umesoma mpaka darasa la ngapi, haijalishi unamfahamu waziri au mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, refari wako wewe yu hai, mtetezi wako wewe yu hai, atakusaidia. Ndiyo, umekosa mtu wa kukuvusha, Yesu ameshuka mwenyewe ili akuvushe. Ndiyo, daraja limejaa maji, limevunjika, Yesu ameamua kuwa daraja lako. Yesu ameamua kuwa mtumbwi. Yesu ameamua kuwa meli. Yesu ameamua kuwa mtuliza mawimbi ya familia yako. Yesu ameamua kuleta kimbunga kitakachomeza maji yote ili upite wewe. Na Mungu anasema na wewe, simameni mkauone wokovu wa Bwana.
maana wale waliowatesa wale watasombwa na upepo wa Mungu uletao maajabu. Hebu sema amen. Kaa kidogo. Kwa hiyo jina la muhimu sana. Sasa nataka nimalizie na hiki, fanya haraka ukabatizwe. Inawezekana ukasema hivi, hata kama nisipobatizwa nitaenda mbinguni. Kwa kuwa Yesu alimwambia yule mnyang'anyi msalabani, jioni ya leo tutakuwa wote paradiso. Sikiliza vizuri sana. Yesu alipokuwa msalabani, kulikuwa na mwizi mmoja aliingia mbinguni bila kubatizwa. Mwizi huyo Yesu amening'inizwa msalabani. Mkono wa kulia kuna jambazi, mkono wa kushoto kuna jambazi. Jambazi moja likaanza kumtukana Yesu. Linamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, mbona wewe ni kama sisi tu? Mbona cha moto na wewe unakiona kama sisi tu? Usishuke msalabani tujue na sisi wengine. Alafu yule jambazi moja akasema, mwalimu, ninaomba unikumbuke katika ufalme wako. Yesu akasema, jioni ya leo tutaingia wote mbinguni. Kuna watu wanasema, je, kama lazima ubatizwe ndio uingie mbinguni, kwani yule mwizi msalabani alibatizwa? Jibu ni kwamba alikuwa hana muda wa kubatizwa. Je, wewe ni mwizi, kwani wewe uko msalabani? Wewe uko msalabani. Mungu akiruhusu usikie kweli hapo ukaichezea kweli, utaumia. Iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Unaposikia neno limekujia na linakuhusu, fanya haraka ukabatizwe. Kimbia ukabatizwe, uende mto Jordan ukajichovye tena na tena. Je, niwaulize ndugu zangu kuhusu ubatizo. Usilogwe. Utakapoenda kujadiliana na familia yako, nimeamua kubatizwa mama, unaonaje? Wao hawajafundishwa neno wakalielewa kama nilivyokufundisha wewe. Wewe umeelewa. Wakati naanza na wewe ulikuwa unawaza lakini umeelewa. Wao utakwenda kuambia tunataka kubatizwa, hawajui neno. Tukwambia ubatizwe mara ya pili. Ubatizo hauna mjadala. Hauhitaji kumwambia mtu utaongeza vita. Amua kubatizwa. Songa mbele uende kwenye ubatizo. Alafu nisikilize vizuri, ujifunze jambo moja. Wana wa Israeli walibatizwa katika bahari ya Shamu. Imeandikwa hivyo. Umewahi kusoma Biblia? Walibatizwa katika bahari ya Shamu. Hebu tusome hiyo kitabu cha Biblia takatifu. Tusome kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Naomba hiyo manyo Bible yako. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza. Nataka nimalizie hapo kisha niombe kwa ajili ya watu wachache. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza. Wana wa Israeli walipokwenda kwenye nchi ya ahadi walibatizwa njiani, kwa sababu kutoka Misri kwenda Kanaani inafananishwa na kutoka dhambini kumwamini Yesu. Katikati hapo kuna ubatizo. Ukitoka unabatizwa njiani. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 na mstari wa kwanza. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kwamba baba zenu walikuwa chini ya wingu, wote wakapita katika bahari, wakabatizwa wawe wa Musa. Hebu sema, wakabatizwa wawe wa Musa, katika wingu na katika bahari. Walibatizwa wapi? Katika wingu na katika bahari. Maana yake ni nini? Walipokuwa nafika bahari ikagawanyika, huku kulia maji juu, huku kushoto maji juu. Wakapita ndani, alafu wingu na lenyewe likawafunika. Jamani, wingu ni maji au sio maji? Ina maana juu maji, kushoto maji, kulia maji. Wakapita wakabatizwa. Umenielewa Na walipokuwa wanabatizwa wakavuka mpaka mwisho, wamepita chini ya maji. Na sasa Farao aliamua kuwafuatilia. Baada ya kuwa umetoka Misri, Farao akawafuatilia, akafika na yeye mpaka bahari ya Shamu, akaingia na yeye ndani,
Majeshi ya Farao yote yakateketeza hapo kwenye ubatizo. Kumbe unapookoka, unapoamua kumfuata Yesu, lazima kuna watu wanakufuatilia. Laana za familia, mizimu ya familia, mapepo ya familia, roho ya umaskini, kupungukiwa, nuksi zinakufuatilia. Utakapokwenda kubatizwa, wote wanaangamia, wanateketea wote mara moja. Kumbe wanakufuatilia mpaka kwenye ubatizo. Na 2019 mimi nimeona kuna watu ambao umefuatiliwa tangu umezaliwa. Tangu umezaliwa unafuatiliwa, laana za mababu, laana za ukoo, umaskini, magonjwa, laana, misiba, wanakufuatilia. Laana zote, mikosi yote, balaa zote, mashetani wote, majini mahaba waliokufuatilia, tunawaleta mpaka bahari ya Shamu. Farasi na mpanda farasi watateketea wote. Utaanza maisha mapya. Fanya haraka ukabatizwe. Piga kelele amen. Mtu ambaye anasema mchungaji, nimekuelewa, nataka nibatizwe iwe iwavyo, milima yote ipasuke, mawe yote yayeyuke, mito yote ishe maji. Nimechoka yale maji niliyomwagiwa kichwani. Nimegundua haikuwa ubatizo. Nilibatizwa ila aliyenibatiza hakuwa mwanafunzi wa Yesu. Nilibatizwa ila mbatizaji na mbatizwaji walikuwa hawako ndani ya maji. Nilibatizwa nikaendelea kuwa mwenye dhambi tu kama wengine. Leo nimekata shauri. Kwambie jambo moja, yule mwizi msalabani alipata neema kwamba Yesu anafariki akaingia mbinguni bila ubatizo. Mtu yoyote kama umelisikia neno hili alafu ukatoka pale ukasema sibatizwi kwa sababu ya dini yangu, mimi ni Katoliki, nishabatizwa nikiwa mtoto mdogo, ukifika kule kuzimu utaambiwa ulisikia neno. Unajua mimi kanisani kwetu tulikuwa tunaambiwa, utaambiwa siku ile ulisikia. Nilimtuma mjumbe wangu asikie, na alikuwa yuko tayari kwenda kubatiza. Hata kama ni watu 3,000 au 4,000, mimi nitawabatiza wote, kila mtu mmoja mmoja, ili uzame na ufufuke. Kwenye ubatizo wetu, mtu aliye na mashetani yanatoka pale pale. Yaani kama una mashetani bila kujua, una majini bila kujua, huyakanyagi hayo maji. Ninaomba ya maji yale yanageuka kuwa damu ya Yesu. Aliye na magonjwa, aliye na balaa, aliyeambiwa figo zimeoza, aliye na ugonjwa wa ngozi, aliye na ugonjwa wa akili, aliyewekewa balaa, ukiibuka ndani ya maji una mvuto wa kimbinguni. Unaonekana kama malaika wa mbinguni, na mashetani wote wataishia baharini kwa jina la Yesu. Hebu sema amen.